Bwana Yesu asifiwe, wapendwa katika Kristo. Karibuni sana kwa ajili tujifunze neno la Mungu. Kwa siku hii ya leo nimewaletea somo zuri kabisa ambalo kwa sura hii na imani tutakapojifunza tutatoka na kitu. Tutajifunza sura ya Yohana, Injili ya Yohana sura ya 20 mstari kuanzia wa kwanza hadi wa 18. Tuombe kwanza kisha tuendelee. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakushukuru kwa ajili ya upendo wako. Ni masaa haya tena kwa ajili ya kujifunza, tunaomba ukatuongoze. Mapenzi yako wakatimize kama tupendavyo. Tumeomba kwa imani na kila mtazamaji mbariki na msikilizaji akabarikiwe na somo kwa jina la Yesu. Amina. Karibuni sana wapendwa katika Kristo, tuendelee kujifunza sura ya 20 mstari wa kwanza hadi wa 18 ya Yohana. Mstari wa kwanza anasema: hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena alikwenda kabrini alfajiri, kungali giza bado, akaliona lile jiwe limeondolewa kabrini. Mariamu Magdalena anakwenda asubuhi, anakwenda kabrini kwa ajili ya kutazama mwili wa Yesu uliowekwa kabrini, ili aweze kwenda kupelekea vitu, lakini pia kwa ajili ya kutazama. Tukumbuke Yesu aliwekwa kabrini siku ya Ijumaa jioni, siku ya Jumamosi na ya Jumapili alfajiri Yesu akapaa zake kwenda mbinguni. Sasa Mariamu anakwenda kumtazama na anakuta jiwe limeondolewa, lakini ilikuwa giza bado. Anaenda kutazama mwili wa Kristo kabrini. Mstari wa pili anasema: basi akaenda mbio akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda, akawaambia, wamemwondoa Bwana kaburini, wala hatujui waliko mweka. Mariamu Magdalene anakwenda kumwambia yule Petro na Yohana, wanafunzi wawili wa Yesu waliokuwa wameketi, anakwenda kuwaambia kwamba Yesu hayupo kaburini, nendeni mkamtazame. Yanapewa taarifa hiyo, wanafunzi wanashtuka, imekuwaje tena Yesu hayupo kaburini? Tuendelee kujifunza na tuweze kuona kwamba Yesu hayupo kaburini. Ni nini kilichofanyika? Taarifa imefika, amewafikishia Petro na Yohana kwamba Yesu hayupo. Anasema mstari wa 3: basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine, wakashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro, akawa wa kwanza kufika. Kwa hiyo tunaona kwamba wanatoka wanafunzi wote wawili, wanakwenda kaburini, wanakwenda kwa mbio, yani wakikimbia, wakalitazame kaburi na nani? La Kristo, kwamba wamefikishiwa taarifa halina mtu. Sasa wanaenda mbio kwa ajili ya kulitazama lile nini? Lile kaburi. Wanakwenda kulitazama waone haya kinachosemwa na huyu mwanamke au huyu Mariamu Magdalena ni kweli. Wanafunzi Petro na yule mwingine wanakwenda kwa mbio kwa ajili ya kulitazama kaburi. Anasema wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro, akawa wa kwanza kufika kabrini. Akainama na kuchungulia, akaona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Amesimama mlangoni kwa sababu anafika, ameanza kuogopa. Anakuta pamefanyaje? Pamevingirishwa kweli na kipo kitambaa tu. Anasema vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Anakuta vitambaa vya sanda vimelala na mtu hayupo. Basi anashikwa na oga, anasimama nje kwa ajili ya kushangaa na kusubiri Petro aje waingie pamoja, maana alikuta hakuna mtu. Basi akaja na Simoni Petro, akaingia ndani
Akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala, na ile leso iliyokuwako kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongwazongwa mbali na pahali pake. Basi ndipo alipoingia naye yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza kufika kabrini, akaona na kuamini, kwa maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Basi wanaenda wote wawili ndani kwa mshangao mkubwa sana. Wanapatwa na woga, wanapatwa na wasiwasi, wanapatwa na upweke pia na mshangao kwamba Yesu amekwisha, au mwili wa Yesu umekwisha kuondolewa kabrini. Wote wanashangaa. Mstari wa 10, basi wale wanafunzi wakaenda zao tena nyumbani kwao. Wale wanafunzi wanarudi nyumbani kwao kwa sababu wamekuta mwili haupo. Wametekeleza kile walichoambiwa na Mariamu, wamekimbia kaburini kwenda kutazama, na wanakuta mwili wa Yesu haupo kweli. Basi wanarudi nyumbani kwao, wanaenda kupumzika. Wanaenda kupumzika kwa sababu mwili haupo. Mstari wa 11, lakini Mariamu alikuwa akisimama karibu na kaburi, nje yake analia. Basi akalia hivi, aliinama na kuchungulia, akaona malaika wawili wenye mavazi meupe wameketi, mmoja kichwani na mmoja miguuni, hapo ulipolazwa mwili wake Yesu. Na kwa hiyo anawaona wakiwa wako nyuma ya mwili wa Yesu ulipolazwa, mmoja yupo miguuni na mmoja yupo kichwani. Nao wakamwambia, mama, unalilia nini? Mariamu amepatwa na huzuni, akiwa ndani anahuzunika, anakuta hayupo. Asa Mariamu amepatwa na wasiwasi, huku akilia machozi sana kwa sababu ameukosa mwili wa Yesu kaburini. Lakini mstari wa 13 anasema, nao akamwambia, mama, unalilia nini? Akawaambia, kwa sababu wamemwondoa Bwana wangu, wala mimi sijui walikomweka. Naye akisha kusema hayo, wanafunzi hawa wa malaika wanamuuliza Mariamu Magdalena, wanasema, mama, unalilia nini? Naye anajibu kwamba wamekwisha kumuondoa Bwana wangu na sijui walikomweka. Mstari wa 14 anasema, naye akiisha kusema hayo akageuka nyuma, akamwona Yesu amesimama, asijue ya kuwa ni yeye. Akasema, amesimama asijue kuwa ni yeye. Akasema, akamwambia, mama, unalilia nini? Unamtafuta nani? Naye huku akidhania ya kuwa ni mtunza bustani, akamwambia, Bwana, ikiwa umemchukua wewe, uniambie ulipomweka, nami nitamuondoa. Yesu akamwambia Mariamu Magdalena, akamwambia kwa Kiebrania, Raboni, yaani mwalimu wangu. Kwa Yesu anageuka nyuma, anajua ni mtunza bustani, anamwambia kwamba unalilia nini? Anamuuliza Mariamu Magdalena, huyu mama, huyu mwanamke, lakini anamwambia, sijui walikomweka Bwana wangu, na kama wewe ulimchukua, niambie. Huyu ni Yesu anamuuliza mwanamke, lakini Mariamu Magdalena hakujua ya kuwa ni yeye, bali alijua ni mtunza bustani. Mstari wa 15 anasema, Yesu akamwambia, unalilia nini? Unamtafuta nani? Naye huku akidhania kuwa ni mtunza bustani, akamwambia, Bwana, ikiwa umemchukua wewe, uniambie ulipoweka, nami nitamuondoa. Yesu akamwambia Mariamu. Yeye akageuka akamwambia kwa Kiebrania, Raboni, yaani mwalimu wangu. Yesu akamwambia, usinishike, kwa maana sijapata kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Mariamu Magdalena kaenda akawapasha wanafunzi habari ya kwamba nimemwona Baba, na ya kwamba amemwambia hayo.
tumemwona kwamba anasema mstari wa 17, Yesu akamwambia, usinishike kwa maana sijapata kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu kawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Mariamu Magdalena akaenda akawapasha wanafunzi habari ya kwamba nimemwona na ya kwamba amemwambia hayo. Mariamu anakuwa mhubiri, Mariamu anakuwa mweneza habari, anaenda kumwambia au kuwaambia wanafunzi wake kuwa Yesu amekwisha kufufuka, amekutana naye kabla ya kutoka. Kwa hiyo imekuwa ni vizuri zaidi, amekwisha kumwona na hakika hasira yake imeshuka. Yesu amefufuka, Yesu amefufuka. Mungu akubariki sana mpendo kwa kuwa pamoja nami mianzo hadi miisho, kwa jina la Yesu.